Ndugu zangu, kumbe dunia hii imekuwa hivi tulivyo, tunavyonyanyasana, tunavyotumikishana, tunavyokimbizana, tunavyowindana, tunavyoumizana, tunavyodhulumiana ni kwa sababu ya nini? Tumekataa uongozi wa Mungu, tumekataa Mungu asiwe mfalme katika mioyo yetu, kwa sababu Mungu alitaka awe mfalme katika mioyo yetu wote, moyo wa kila mtu, moyo wangu, moyo wako. Mungu alitaka kila mtu atawaliwe na ufalme wake, kila mtu atawaliwe na mwongozo wa Mungu, kila mtu atawaliwe na dhamiri ya Mungu, dhamiri safi ambayo Mungu yeye ni upendo, kwa sababu katika katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 8 ule anasema kwamba asiyependa kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Kwa hiyo Mungu alitaka watu wote tuishi katika namna za kumtazamana, hakutaka mtu yeyote amtawale mwenzake. Alitamani sisi sote tungeishi kama wafalme. Ndiyo maana neno likasema kwamba sisi ni makuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu. Kwa hiyo shalom, shalom watu wa Mungu, niwasalimu tena kwa jina la Bwana. Leo nipende tutafakari pamoja. Mungu alipenda watu wote tuwe wafalme, tuishi kama wafalme. Hakuna mtu hata mmoja Mungu anapenda awe anatumikishwa na mwingine. Huyu awe mfanyakazi wa ndani wa kuosha vyombo, huyu sijui ni askari anatumwa huku na huku kama mbwa, huyu awe sijui ni mahakama ananyanyasika, anafungwa. Hataki mtu awe anafungwa, hataki mtu awe anaonea wenzake, hataki mtu awe anadhulumu wenzake. Hiyo yote imetokea na nini? Ni kwa sababu ya sisi wanadamu tumemkataa Mungu asiwe mfalme ndani yetu, asiwe mfalme katika maisha yetu, asiwe mtawala katika maisha yetu. Ilitokea wapi? Baada ya Sauli, baada ya Samueli kukataa, watu wa Israeli, watu wa Mungu kukataa kwamba Mungu asiwe mfalme wao, kumkataa Samueli, Mungu akasema, kwa kuwa mmemkataa Mungu, nitawaletea mfalme atakaye watumikisha, atakaye wapeleka mashambani mlime, atakaye wafanya kuwa watumwa wake, atakaye kuwa anawakimbiza. Ndipo nikaanza kujifunza, kumbe hata hii unayoona rais ana msafara mrefu, anaenda sehemu, unaona mapolisi wanakimbia, wanaenda kufungua mlango, unaona wengine sijui wako mbele na magari. Hiyo ni kwa sababu ya nini? Hiyo yote ni kwa sababu tumekataa maongozo ya Mungu, tumekataa kuishi katika sheria za Mungu, tumemkataa Mungu asiwe mfalme ndani yetu na katika maisha yetu. Unapoona watu wewe unaenda ofisini unatumwa huku na huku, mtu akuwa wa kutumwa. Kila mtu ni mfalme, mtu hakutakiwa awepo mtu anayetumwa. Ni matokeo ya kukataa Mungu asiwe mfalme wetu. Ndio maana unaona Mungu anawekea wana wa Israeli, anawekea watu wa Mungu sheria zake, wazifuate hizo, waishi vema. Nawaambia, tazama na kuwekea mbele yako njia mbili, uzima na baraka, mauti na laana. Kwa hiyo sasa hivi tunaishi kwenye mauti na laana kwa sababu tumechagua kutotawaliwa na ufalme wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Ndio maana tunakimbiza, tunatafuta huku na huku. Wengine tunaishi kwa shida, wengine wanaishi kwa kimbizana, wengine wanaishi kwa msongo wa mawazo. Kwa sababu ya nini? Msongo wa mawazo umetokea kwenye familia, umetokea kazini, umetokea mitaani unakofanya kazi. Ni kwa sababu ya nini? Tumekataa kutawaliwa na ufalme wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Tusome hapa katika Samueli wa kwanza ile sura ya 8, nitaanzia mstari wa 7 hapa. Mstari wa 7 anasema, Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kwambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Kumbe Mungu aliona hao wana wa Israeli walipomwambia Samueli kwamba wanataka wawekee mfalme kama mataifa mengine. Yaani walimwambia wanataka wafanane na mataifa mengine, waishi kama watu wengine. Mungu akawaambia kwamba hawa watu wasikilize, kwa kuwa hawakukataa wewe, wamenikataa mimi Mungu. Kwa hiyo hivi tunavyoishi sasa hivi, maisha ya kuindana, maisha ya kukimbizana, maisha ya kutawaliana, maisha ya kusimamiana, ni kwa sababu ya nini? Kukataa Mungu asiwe mfalme
wetu. Mungu alitaka awe mfalme wetu, asiwepo mtu eti ni rais, mtu eti ni mkuu wa wilaya, mtu eti ni mkuu wa taasisi, mtu eti ni jemedari wa wapi, anawasimamia wengine, anawakimbiza, anawatumikisha wengine. Mungu alitaka watu wote tuishi kama wafalme, kila mtu ajiongoze mwenyewe. Hawepo tu msimamizi anayeelekeza tu mambo mawili matatu hapo, lakini hakutaka awepo mtu anayemkimbiza mwenzake na bunduki, anamwambia nenda pale, sogea pale. Mtu binadamu alikuwa wa thamani kubwa, kwa sababu binadamu ni mfano wa Mungu. Tuangalia hapa, anaendelea hapa. Mstari wa 8 anasema, kwa kadiri matendo yote waliyotenda tokea siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, hata leo kwa kuniacha mimi na kutumikia miungu mingine, ndivyo wanavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, lakini waonye sana na kuwaonya desturi za wafalme atakayewamiliki. Unaona hapa desturi za wafalme ambao watawamiliki, kwamba ukianzia mstari wa 11 hii Samueli wa kwanza sura ya 8 akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii, atatoa wana wenu na kuwaweka kwake, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake na kwa watapiga mbio mbele ya magari yake. Naona hapo watapiga mbio mbele ya magari yake, yani ataanza kuwaweka kuwatumikisha, atawaweka mashambani mwake, atawaweka wamchungie mifugo yake, ng'ombe, mbuzi, kondoo, atawaweka wengine wawe akiwa anaenda na magari na msafara wake wanakimbia kumfungulia, wengine wako mbele wengine nyuma. Hii ni nini? Yote ilikuwa ni laana. Mungu anawaambia mfalme atawatumikisha hivyo. Anasema hapa, anaendelea, watapiga mbio mbele ya magari yake, naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya elfu, maakida juu ya 50, wengine atawaweka walime shamba lake, na kuvuna mavuno yake na kuwafanyiza zana zake za vita, unaona, na vyombo vya magari yake, na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa marihamu na wapishi wao. Unaona sasa, kumbe Mungu alitaka watu wote tuishi kama wafalme, watu wote tusitawaliwane, asiwepo mtu anayemkimbiza mwenzake, anayemtawala mwenzake. Hii yote ambayo tunaona sasa hivi, sijui kuna rais, sijui kuna makamu wa rais, sijui wabunge, sijui viongozi gani, hiyo yote ni matokeo ya kumkataa Mungu asitawale katika mioyo yetu. Lakini Mungu alitaka sote tuishi kama wafalme, tuishi kwa kujaliana, asiwepo mtu mkubwa, asiwepo mtu mkuu, asiwepo mtu wa juu zaidi ya mwenzake, watu wote wawe katika level moja, na hiyo ndiyo Mungu anayotaka. Ndio maana anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Yaani ufalme wa Mungu kishatawala ndani ya watu wote, kila mtu atamtazama mmoja kama nafsi yake. Ndio maana Torati yote hii ambayo Musa aliandikiwa katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 10 na sura ya 5 mstari wa 15 pale anasema kwamba Torati na manabii vimetimika katika amri hii moja au neno moja, kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Tukishapendana mtu na mwingine, wewe na yule, mimi na huyu, basi hapo kila mtu atamtazama mtu kama nafsi yake. Hakuna atakayekuwa anamkanyaga mwenzake, hakuna atakayepofusha haki ya mwenzie, hakuna atakayemdhulumu mwenzie, hakuna atakayemfanya ubaya ya mwenzie. Lakini sasa hivi tunawindana, tunaumizana, tunafanyana kila ubaya. Ni kwa sababu ya nini? Tumekataa Mungu asitawale ndani yetu kama mfalme, na kutaka kuiga watu wengine wanavyoishi. Ndio madhara haya tulionayo sasa. Kwa kuwa tumemkataa Mungu asiwe mfalme kati yetu, ndicho tunakipata cha moto ambacho kinatuongoza katika dunia hii na mifumo yake. Tumekataa miongozo ya Mungu, tumekataa mausia ya Mungu, tumekataa maagizo ya Mungu, tumekataa sheria za Mungu, tumekataa kanuni za Mungu. Basi tumefuata miongozo ya dunia hii, kwa sababu dunia na ulimwengu vyote vingi ni mifumo ambayo imetengenezwa na Ibilisi. Kwa hiyo tumemkataa Mungu na miongozo yake, tunafuata miongozo ya Ibilisi, ndio maana tunaumia. Kwa hiyo tumechagua njia ya mauti na laana. Basi nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote, yatafakarini hayo. Amen.